Urusi imekuja na rasimu mbadala ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tofauti na lile la Marekani juu ya kufikia amani endelevu huko katika ukanda wa Gaza, kulingana na maoni ya ujumbe wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa uliotolewa na Vaseline Benzia. Katika tathmini hiyo imeelezwa kwamba uamuzi wa UNSC ambao ndio msingi wa mjadala wetu wa sasa, kwa kuwa UNSC ndio chombo kikuu chenye jukumu la kudumisha amani na usalama wa kitaifa, inapaswa kupewa jukumu linalofaa na zana zinazohitajika ili kuhakikisha uwajibikaji na udhibiti. Kwa kuongezea, maazimio ya UNSC yanapaswa kuakisi mfumo wa kisheria wa kimataifa unaotambulika na kuthibitisha maamuzi na kanuni za msingi. Kwanza kabisa, suluhisho la kuwa na mataifa mawili, Palestina na Israel. Hili jambo halikuzingatiwa katika rasimu ya Marekani katika muktadha huu, ambapo sasa shirikisho la Urusi linahisi kuwajibika kupendekeza rasimu mbadala ya azimio la UNSC juu ya kufikia amani endelevu katika ukanda wa Gaza. Moscow ina uhakika kwamba hii ndio njia pekee na ya kweli na ya usawa na jumuishi ya suluhu la ukanda wa Gaza inayoweza kuhakikisha usitishaji wa kudumu wa uhasama na kuweka msingi wa utulivu katika eneo hilo, ujumbe wa Urusi ulisema. Katika ujumbe huo, Urusi, moja kati ya jambo kubwa ambalo inataka sasa ni kuona kuwa na mataifa mawili, taifa la Palestina na taifa la Israel. Itasaidia kuwepo kwa amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mpango wa sasa wa Donald Trump, baada ya kuona kwamba amefanikiwa kusitisha mapigano kati ya wapiganaji wa Kipalestina Hamas na serikali ya Marekani chini ya jeshi lake la IDF, sasa anatazamia kuona ni jinsi gani atakavyogawa ukanda wa Gaza, huku ikielezwa kwamba mpango wake ni kuwapa wa Israel eneo katika eneo la ukanda wa Gaza, jambo ambalo Urusi inakataa. Katika azimio hilo, Urusi inaamini kwamba ni njia pekee ya kweli ya usawa na jumuishi ya kutatua mzozo wa Palestina inayokaliwa kwa mabavu na inayoweza kuhakikisha usitishaji wa kudumu wa mapigano na kuweka msingi wa utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Urusi imesema, tunaamini kuwa Baraza la Usalama litaweza kufikia makubaliano juu ya suala hili. Umesomeka waraka huo. Rasimu ya azimio la Russia kuhusu Gaza linamtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuandaa ripoti kwa Baraza la Usalama lenye chaguzi za kutekeleza vifungu husika vya mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump, kulingana na ujumbe huo. Hapo awali, ujumbe wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa ulisema kuwa rasimu ya azimio hilo la Marekani ni pamoja na vipengele vinavyounga mkono kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu pamoja na kuhakikisha mustakabali wa utulivu, usalama, amani na ustawi wa Palestina huko Gaza bila vuguvugu la itikadi kali la Palestina Hamas. Ujumbe wa Marekani umeongeza kuwa umekuwa ukijadili hati yake katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu mwanzoni mwa mwezi Novemba. Mantiki ya rasimu ya azimio la Urusi kuhusu Gaza ni kuwezesha Baraza la Usalama kufufua kanuni za wazi za kupeleka kikosi cha kulinda amani na kuanzisha utawala huko katika ukanda wa Gaza, huku ikihakikisha kwamba taratibu hizi zinaendana kikamilifu na viwango vinavyotambulika kimataifa vya kisheria na kuwezesha kwa dhati kukomesha ghasia na utulivu wa kudumu. Ndio maana waraka huo unamtaka katibu mkuu kutayarisha ripoti kwa Baraza la Usalama, kuweka chaguzi za kutekeleza vipengele husika vya mpango wa rasimu ya Trump. Maoni hayo yalisema. Moscow inashukuru juhudi za Marekani za upatanishi, kwa sababu hiyo iliwezesha kukomesha umwagaji damu na njaa kubwa katika ukanda wa Gaza na kuachia huru mateka wa Israel na Palestina wanaozuiliwa na kupanga kubadilishana miili ya waliouawa, ujumbe huo ulieleza. Yote kwa yote, kile ambacho kimetajwa na Urusi ni pamoja na kuona ni jinsi gani Marekani ikikubaliana na mpango huo kwamba haitawezekana kupatikana amani ikiwa taifa la Palestina halitotambuliwa kimataifa, jambo ambalo Israel imekuwa ikilipinga miaka nenda rudi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.